Hapa studioni kutoka kwa vijana wachanganuzi wa masuala ya uongozi wakielezea ni vipi wamejipanga katika kuhakikisha taifa hili linaelekea katika mkondo sawa, na tunaangazia mada hii ya leo kwa sababu mwaka mmoja uliopita vijana wa kizazi cha Gen Z walijitokeza na kupinga mswada wa fedha mwaka 2024. Mengi yalifanyika, matukio na vile vile matokeo mbalimbali yaliweza kuonekana. Kuna waliojeruhiwa, kuna waliofariki dunia, familia nyingi zinasononeka hadi wa leo, na ndo masuala ambayo tunayaangazia. Tunafanya tathmini ili yasije yakajirudia, ikizingatiwa kwamba yakijirudia basi huenda tutakuwa tumejifunza lolote kutokana na maandamano hayo. Na vile vile serikali imehimizwa kuweza kuhakikisha usalama umedumishwa kwa waandamanaji ambao watakuwa wanatekeleza jukumu hilo ambalo liko kwenye katiba. Na mtazamaji, tunatoka hapa studioni tuelekee maeneo mengine, tusikilize Wakenya wanasemaje hivi sasa. Tuelekee katika kaunti ya Nakuru. Mwandishi wetu Mike Chalo yupo tayari. Mike Chalo, Wakenya wanasemaje kuhusiana na mustakabali wa siasa humu nchini? Chalo. Naam, asante sana Joash Onsare ukiwa studioni, na tunakujia moja kwa moja kutoka katika jiji hili la Nakuru, na kijua kimewaka, kijua kimechomoza, na wakazi wa jiji hili basi wapo tayari kwa maandamano ya kesho. Kumbuka ni maandamano ya ukumbusho wa vijana ambao waliweza kuaga dunia mwaka jana katika maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Na pengine nikiweza kuungana na wakazi na wanaharakati katika jiji hili, ukianza na jina lako, matarajio yako ni yapi kuhusiana na maandamano ya hapo kesho? Okay, kwa majina naitwa Labano Musunti, mimi mkaji wa Nakuru hii, na matarajio yangu ni kwamba tuna-expect kwamba kesho wale ambao watatokelezea kuandamana ili kukumbuka wale vijana ambao walikufia wakitetea nchi yetu ya kwamba watapatiwa full protection, and we expect kwamba serikali ambayo iko katika uongozini through the police watahakikisha kwamba wameprotect vijana wetu wasikuzwe na wale maguns ambao tumesikia kwamba jinsi ambavyo tuliona kule Nairobi. So that is our expectation, kwamba we shall have a peaceful demonstration to remember our heroes ambao walikufa wakitetea demokrasia, wakipinga dhuluma ambayo ilikuwa imewekwa katika finance bill. Na asante sana. Nikiweza kuungana na mwingine, ukianza na jina lako. Ndio, katiba inasema katika kifungu cha 24 Wakenya wana uhuru wa kuandamana kwa amani, lakini tumekuwa tukiona kinyume na hivyo. Polisi wamekuwa wakiingilia maandamano na pia wahuni. Unazungumziaje kuhusiana na hilo? Kwa majina naitwa Elaine Aseo. Mimi ni mwanaharakati. Kwanza nataka kukumbusha those in authority kwamba sheria inaturuhusu kuandamana. Kwa hivyo kesho tuko on the streets, tunaenda kuandamana. Hatutaomba ruhusa vile sheria imesema, tunakuja tu kujulisha kwamba tutakuwa tunaandamana, na itakuwa jukumu lenu kutulinda sisi waandamanaji, watoto wetu, vijana wetu, wazazi wetu. Kwa hivyo it is your responsibility and we are looking unto you. We will be focused, our cameras will be on, our phones will be on. We will not be intimidated. Thank you. Asante sana. Nikisonga kwa mwingine, uweze kuniambia swala la wanawake katika maandamano. Pengine unazungumziaje swala la ama uhuru na amani ya wanawake katika maandamano? Jina langu ni Nura Twamaya, na yes, wanawake pia watakuwa kwenye maandamano ya kesho, na ambavyo katiba inasema kwenye article 27 that everyone is free, there's equality for everyone and freedom from discrimination. So we do not expect any woman or anyone who shows up tomorrow to be discriminated because of anything. So we kindly ask the police to protect us and not kill us. We don't want to have situations where women are mourning their children or are burying their children because they just went out to, exercise their right according to Article 37 that says that everyone is free to, demonstrate and picket and present their petitions to public authorities. So please, kindly, we do not expect any form of discrimination. Na sisi kama human rights defenders will be there to ensure that everything goes smoothly, and if anything happens to our women, we'll be there to support them and to find justice for them. Thank you. Na asante sana. Nikimalizia Joash, nikiungana na kijana ambaye alikuwa katika maandamano mwaka jana na sasa kesho atakuwa katika maandamano ili kuwakumbuka wenzake. Unazungumziaje maandamano ya kesho? Asante sana. Kwa majina ni James Ndongo, youth champion hii
Now, first of all, ninataka kusema asante sana kwa hii platform because we are here to speak about last year's maandamano because last year tuliweza kupoteza some comrades of which we call them the heroes of this country because as we know back in our forefathers they fought for a better country, and last year we saw that even the kids, the Gen Zs, were out in the streets just to fight for the same thing, a better Kenya, better accountability and good governance. So we are here just urging the whole community